Katika mafunzo haya ambayo wamefanyiwa vyama vya ushirika vya mazao ambavyo vinajishughulisha na ukusanyaji na uuzaji wa mazao ya wakulima katika mkoa wa Dodoma, ni mafunzo ambayo ni muhimu sana. Kwanza ikiwa ni utaratibu wa kila mwaka kukumbushana katika shughuli mbalimbali za kiusimamizi. Lakini pili, masuala ya kiukaguzi. Lakini tatu, kila mtu kujua wajibu wake katika utekelezaji wa shughuli za kiusimamizi kwenye vyama vya ushirika. Utaona kwamba kwa siku hii ya leo, moja ya vitu ambavyo tumesisitizana ni kwamba kuhakikisha vyama vya ushirika vinaandaa hesabu na kuwasilisha kwa mkaguzi wa nje, ikiwa ni kama taasisi zingine zinavyofanya, ili kuweza kujua hali na utekelezaji wa shughuli zao zinavyokuwa zinakwenda, ambapo baada ya kupata taarifa hizo watatakiwa kuziwasilisha kwenye mikutano mikuu ya mwaka ili wanachama waweze kujua hali ya chama chao. Rai ambayo natoa kwa wanaushirika ambao wameshiriki mafunzo haya ni kwamba katika ya mambo yote ambayo wamefundishwa hakikisha wanayatekeleza ili kuepuka masuala mengine ya hatua mbalimbali ambazo zinaweza kuchukuliwa. Lakini jambo la pili ni kwamba kuendelea kuhamasisha wakulima ambao si wanachama lakini wanahudumia waweze kujiunga katika vyama vyetu vya ushirika ili waweze kujua kushiriki katika maamuzi kwenye mikutano mikuu. Jiandae na tujipange kuandaa taarifa zetu za hesabu vizuri ili tuweze kukaguliwa. Ili chama kiweze kwenda vizuri na kujiendesha vizuri zaidi, lazima chama kikaguliwe. Tumeelekezwa hapa, tunao wakaguzi wa ndani lakini pia tunao wakaguzi wa nje. Kwa hiyo natoa wito vyama vyote kufuata kalenda kulingana na miongozo hii itakavyokuwa imetolewa, kulingana na masharti yenu, ili vyama vyote vifanyiwe kaguzi kwa wakati na tuweze kwenda vizuri. Naomba Doreku na natoa wito kwa kushirikiana na vyama vyote ambavyo vimeshiriki katika mafunzo haya kuandaa mpango kabambe wa haya manunuzi ya swala zima la mbegu. Lakini katika mpango huu ninaomba inapofika tarehe 5 mwezi unaokuja, yaani tuseme tunatoa kama wiki moja, kila chama kiwe kimeandaa mpango wake jinsi gani, na pia Doreku kwa kushirikiana na hivi vyama vione ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukaparticipate, tuhakikishe kwamba tuwe tuna mbegu bora, mbegu nzuri ambayo itakayoendana na itakayoenda kushindana katika bei za kimataifa. Leo tunahitimisha mafunzo ambayo tulikuwa tuna wakulima wasiopungua 80. Mafunzo haya yalikuwa, kwanza tumefanya tathmini ya mfumo tuliotokea kwenye mfumo wa ufuta. Pia tumefanya mafunzo ya kuhifadhi kumbukumbu kwa wakulima wote wa mkoa wa Dodoma. Tulikuwa tuna wakulima kutoka wilaya mbalimbali. Pia kwenye tathmini kubwa tulioifanya leo ni tathmini ya mpaka sasa tulipofikia kwenye zao la ufuta, kulipa wakulima kiasi kisichopungua bilioni 25 kwa wakulima, lakini pia tumeuza kilo zisizopungua tani 11,000 na tumefanya vizuri kwenye mfumo kwenye zao la ufuta, na sasa tunajipanga kwa ajili ya zao lingine. Wito wangu kwa ushirika, tuzidi kuimarisha ushirika. Ushirika Dodoma ulikuwa unajulikana umekufa, haupo, lakini mnavyoona juhudi za mrajisi ni kubwa. Juhudi za mrajisi mkubwa na mrajisi anamsema wa mkoa ambaye ndio anatuongoza sisi, lakini mrajisi mkuu pamoja hata na wizara yenyewe ya kilimo. Kwa kweli ushirika unaanza kubadilika Dodoma, unaanza kuwa mkubwa. Mimi ni furaha kubwa sana leo naye baada ya kuona hata mafanikio ya kikao cha leo. Kwa hiyo naomba na ushirika tuzidi kuwa waaminifu, tuzidi kuwa wabunifu, tuweze kufanya malengo yetu vizuri na tutekeleze majukumu yetu sambamba na inavyotakiwa.